سوائد الإخاء سوائد الإخاء سوائد الإخاء سوائد الإخاء. Dini ya Uislamu yatutaka tupendane, na sote Waislamu ni vyema tushikamane. Tukikosea kaumu kwa wema tukosoane, ni vyema tujiheshimu, huruma tuone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ila yaumi liqa'illah wa ba'd. Ndugu zangu watazamaji wa channel hii ya Africa TV Swahili, tunaendelea tena na mfululizo wa vipindi vyetu vya Sawaidul Ikha, ususul usrati fil islami, misingi ya familia. Kwa lugha nyingine, misingi ya kuifanya familia iwe familia kwa mujibu wa Uislamu. Ili familia iwe familia, isiwe inaigiza maisha ya kifamilia, ipate kuwa familia, kuna misingi maalumu. Ikishikwa hiyo, familia itakuwa familia, kama wanavyosema wataalamu wa aqida, innamal hayatu aqidatun wa jihad. Si vingine, maisha yoyote unayoyakusudia ili ufike katika malengo unayoyakusudia ni vitu viwili kwa vitatu. Kwanza, uamini kufikia malengo inatakiwa akida ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala si ujanja wako, pamoja na kuwa inatakiwa ufuate taratibu na kanuni. Lakini jambo la pili, huyo unayeamini mkamilishaji lazima umuombe, na la tatu, wewe sasa kuchakalika, kujituma, kujitoa. Ukichukua hili, ndio utakwenda kuona kwa nini familia. Ili uione usus, ujue kwanza kwa nini familia. Ili tosha kila mtu aishi kivyake, na Mungu aliyejisifu ndani ya Qur'ani, wa huwa ala kulli shay'in qadir, hakushindwa. Kila mmoja akawa anampa mimba mwenyewe, anajifungua mwenyewe na analea mwenyewe, lakini kuna target iliyokusudiwa. Kwanza, kumuonesha mwanadamu asili ya mafanikio yake, anatakiwa awe katika sura ya umoja. Ushindi, mafanikio ya Waislamu yamejificha katika umoja. Umoja ule ulianza kwenye familia. Ndiyo maana baba, mama, watoto, hapa kila mmoja akae kwenye nafasi yake, kila mmoja kukaa katika nafasi yake, ndio tunapata familia ya kweli. Tunaipataje familia ya kweli? Mashekhe wameeleza msingi wa kwanza waliougusa, mimi sitaugusa. Unaanzia kwenye mume kutafuta partner wa kuwa naye katika malezi au katika maisha. Ama wazazi wa mke, nani watamkabidhi binti yao mume wa sawasawa, ili wakajenge familia hiyo. Wataalamu wa usulu tafsiri wanasema Qur'ani yote asili yake imekuja kuelekeza vitu vitatu: al-imanu wal-ilmu wal-amal. Al-imanu wal-ilmu wal-amal. Kila unachokigusa imma kitaingia kwenye imani, imma kitakuja katika ilmu, imma kitakwenda katika amal. Maana yangu nini? Ili kuijua misingi, ndio kifungu cha pili. Muislamu, mwanadamu, anatakiwa kila kitu awe anakijua. Tusiishi kwa kubeti. Inawezekana familia inakuwa gaidi, ujue familia inatakiwa iweje. Sasa katika msingi mmoja walioutanguliza, mimi nagusa misingi miwili tu ili wengine wachangie, nayo ad-dinu wal khuluqu. Ili tupate familia kwa maana ya familia, ad-dinu wal khuluqu. Tukisema dini kuna vitu vingi hapo, na tukisema khuluqu kuna vitu vingi hapo, dini na tabia. Ili tuipate familia iliyokuwa ya sawasawa, lazima ipate mafundisho yaliyokuwa sahihi katika dini. Mume anatakiwa aweje kabla ya haki, mke anatakiwa aweje kabla ya kujua haki zake. Ndio maana wanasema si kila mwanamume afaa kuwa mume na si kila mwanamke afaa kuwa mke.
Unaweza ukawa mwanamume lakini ubaki kuwa getini, kazi yako kulinda watu wasiingie kwenye magodauni. Upasi kuwa mume kutokana na aina ya mazingira na mifumo uliokuwa nayo. Unatakiwa uwe na mafundisho katika dini, unatakiwa uwe na mafundisho katika tabia. Misingi hii miwili tukiishika sawa sawa, ni lazima tutafaulu. Ndio maana watu wa sheria hawa wana maneno yao, wanasema idha thabata al-aslu thabata al-far'u. Ikitokea msingi, foundation imeimarika, tarajio letu na matawi ama kuta lazima zitakuwa madhubuti. Ili tupate familia ya kweli, tushikamane, tuwe na dini na tuwe na tabia. Nimeyagusa haya ili niwape wachangiaji ambaye ni Shekhe Ibrahim Ghulamu Az-Zinjibari, nimpe nafasi achangie katika hili misingi ya kuipata familia ya kweli. Wa marhaban. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Wapenzi watazamaji, ni furaha iliyoje kukutana tena hasa katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao ni wa kuzidi kuzikurubisha nyoyo zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziweze kulainika na kuweza kupokea yale ambayo yanayotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni wakati ambapo tuna vipindi hivi mfululizo wa kuzungumzia kuhusiana na familia. Shekhe wangu Sheikh Muharram ameanza kutugusia kwenye misingi inayotakikana kupatikana ili tuweze kujenga familia ya kisawasawa. Familia ina nguzo zake za msingi. Nguzo hizi za msingi ni baba, nguzo ya msingi ni mama, nguzo ya msingi ni watoto. Hawa ndio ambao wanajenga msingi wa familia. Ili familia iwe familia, ni lazima kuhakikisha kwamba kila mmoja anachukua nafasi yake katika hii familia. Mume awe mume katika familia, mke awe mke katika familia, mtoto awe ni mtoto katika familia. Iwapo kutatokea marekebisho ya aina yoyote ile, siku atakayogeuka mke kuwa mume akakaa juu ya kichwa cha familia, siku atakayogeuka mume kuwa mke akawa sasa anachokea maelekezo kutoka kwa ndani ya familia, siku mtoto atakayochukua nafasi ya baba au mama, kwa sababu amejikuta kwamba kwa umri aliokuwa nao pengine anaweza kufanya yale anayoweza kuyafanya baba au anaweza kuyafanya mama. Ilikuwa nazungumza kipindi kimoja na vijana waliomaliza advance sekondari ya juu, nikawaambia nini, mpo katika hali ambayo leo hii unaweza we kijana, madamu tayari umeanza kuota ndevu na baba yako ana ndevu, unafikiria na kuwaza kabisa kusema kwamba wewe baba, kilichokufanya kwamba wewe baba ni kwa sababu tu ulitangulia, lakini ningetangulia na mimi ningefanya nini? Nimekuzaa. Na kwa sababu binti tayari umeshaanza kuota vinyonyesheo, basi unaweza kufikiria ukamwambia mama yako kwamba kilichokufanya uwe mama ni kwa sababu tu umetangulia, lakini kama ni kinyume chake, na mimi ningekuwa mama yako. Hapa ukamshusha mama au ukamshusha baba kutoka kwenye nafasi yake, ukamweka kwenye nafasi ambayo ya kwako wewe. Sasa kila mmoja anatakikana aishi na atekeleze majukumu yake kulingana na nafasi yake. Familia nyingi zinatetereka kwa kukosa misingi hii. Pale ambapo baba anashindwa kubeba jukumu la ubaba, hapa familia inaanza kutetereka. Inapofika leo, imefika wakati ambapo kwamba kuna watu wengi, wanaume wengi wanaoa, lakini haoi mke, anaoa mfanyakazi. Anamuoa mke ili huyo mke amlimie, huyo mke afanye shughuli ili alishe familia, badala ya kwamba jukumu la kushilisha familia, la kuhakikisha kwamba familia inapata makazi, la kuhakikisha kwamba familia inapata mavazi, ni jukumu la mume, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelekeza, wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Badala kwamba jukumu hili la kufanya kwamba baba asimamie jukumu hili,
anafika mahala kwamba jukumu hili baada ya kuwa ameshakuoa yeye anajua tu kwamba afike siku fulani, kwamba analala asubuhi, anavaa taulo yake, anaendelea chuoni, halafu anatoka anaelekea anakoelekea, anarudi wiki inayofuata. Kwa kweli hili linaharibu msingi muhimu wa familia, kwa sababu baba ameacha kuchukua jukumu lake. Na pale atakapofika mahala ambapo kwamba mama sasa anatoka asubuhi anaenda kuhangaika, hata kama ameajiriwa, ilifika mahala ambapo kwamba familia nyingi zinatetereka kwa sababu ya ajira ya wake zetu. Wake zetu wameajiriwa. Sasa inapofika huyu mke sasa anakuwa ana amri ya mume na ana amri ya bosi wake kazini, ipi itangulize? Misingi hii ikikosekana, nayo inasababisha kutetereka kwa familia. Naam. Ni mchango wa Sheikh Ibrahim kwamba katika nguzo kuna baba na mama na mtoto, lakini misingi ni dini na tabia. Kila mmoja kitabia akae kwenye nafasi yake, asihame. Ukikosa tabia utataka nafasi ya mwenzio uidandie. Sheikh Muhammad Ali Hassan Junaid Kibabu, nini mchango wako katika hili? Marhaban. Shukran kwa watangulizi wangu wawili waliozungumza, wamegusa msingi ambayo ni ndoa, yani kwa maana mume na mke, lakini pia na yale matunda yatokanayo ambayo ni watoto, na kila mmoja na nafasi yake. Msingi ya familia imezungumzwa kutokana na aina ya familia. Familia zetu tunazijua, kuna familia ndogo na familia kubwa. Kwa familia ndogo msingi hii ndio yenye asili kabisa, lakini pia moja tu la kuongezea ambayo halijaguswa ni kwamba zipo familia ambazo zinakuwa kubwa, kwa msingi wake kidogo unaweza ukasema kwamba nyumba yangu nataka niitanue, basi nitaongeza zege au kuta moja. Ni hawa akarib, ndugu na jamii inayotuzunguka. Hawa pia ni msingi mkubwa katika hizi familia zetu, kwa maana kuhusu mashura tunapotaka katika yale yanayotokea katika kujenga familia, lakini pia katika kusaidiana na kupeana takwiya na kupeana awasil mahaba katika jamii. Kwa hiyo niseme kwamba nguzo kuu ni hizi ambazo zimetajwa, lakini kila familia inapozidi kwenda mbele, basi pia inahitaji zile nguzo nyingine ziongezeke, ambayo ni mabawa ya pembeni haya, kuanzia akaribu, kwa maana baba wakubwa, wajomba, mashangazi, hawa nao pia ni ndani ya usra. Kwa hayo machache Sheikh Muhammad, uliposema kwamba familia, kuna familia kubwa, nilifikiria kwamba unataka kutuambia kwamba wakati mwingine huyu baba anaweza akawa na mke zaidi ya moja, wawili, watatu. Nilikuwa nafikiria huko, lakini mimi binafsi ningependa niwakumbushe tu msemo wa walezi wa Kiislamu kuhusiana na hii majukumu ya huyu hasa mwanamume. Mara nyingi mwanamke anapata ujasiri wa kuhama nafasi yake pale anapojikuta yeye amebebeshwa au amepishwa kukaa nafasi ya mume. Wanasema idha swara rijalu rijalan swirna nisau nisaa, yani wanamume wakikaa nafasi zao wakawa kweli ni wanamume, na wanawake pia watakuwa wanawake kweli kweli. Idha swara rijalu rijalan, wanamume wakiwa ni wanaume kweli kweli. Mwanamume ameshika nafasi yake, anahakikisha kwamba familia inakula, inalala, inatibiwa, inasomeshwa na kila kitu. Hakuna mwanamke anayenogewa atoke nje na beseni, humu mna mihogo imemenywa, mna karanga kwenye vifuko, mna vipande vya nazi kwenye vitu vya mabasi vile, lakini ni hali ambayo inatengenezwa na wanamume. Kwa hiyo katika misingi yote hiyo, kuna wakati mwingine kuna kusababishiana na matatizo. Mwanamume anapolegalega akiwa hakushika kwenye nafasi yake, mara nyingi inatengeneza automatically na huyu mwanamke naye ambaye ana uchungu sana na hawa watoto, hakubali wadhurike. Matokeo yake sasa anajikuta penda asipende anashika nafasi ya wanamume. Naam, kama tulivyosikia katika kipindi chetu cha leo cha 3, ni kukumbushe tu wakati nafunga kipindi chetu, kama ulikuwa pamoja na sisi katika kipindi cha leo cha misingi ya familia bora kwa mujibu wa Uislamu, vimezungumzwa vitu viwili. Kuna nguzo za familia na kuna misingi ya familia. Nguzo baba, mama, mtoto, na ikitanuka
wanakuja akaribu. Lakini misingi ya familia hii ili iende sawasawa, dini na tabia. Baba, hakikisha unakaa nafasi yako. Mama ahakikishe nafasi yake. Watoto wahakikishe nafasi. Hata ndugu nao wasiende kukaa nafasi si yao. Matokeo yake dada ataenda kutoa talaka kwenye familia, tutaharibu familia zetu. Na maulama wema siku ya leo tutakuwa na maongezi muhimu sana. Maongezi muhimu sana. Kwa nini muhimu sana? Ni muhimu sana kwa sababu siku zote sisi mara nyingi tunakaa, tunazungumza, tunajadiliana pamoja na baba na mama, lakini leo tunataka tuzungumze kuhusiana na namna gani tutakuwa pamoja na watu wengine wa karibu yetu ambao sio baba na nani na mama. Tunawajua watu ambao sio baba na mama. Mfano labda kuna ami. Ami mnamjua? Unajua baba mdogo? Nani anajua ami? Baba mdogo nani anamjua? Mama mdogo, shangazi, mkwe, hawa watu hawa. Namna gani tunatakikana tuishi nao katika nini? Katika familia. Namna gani tunatakikana tuishi nao katika familia. Hawa tunaishi nao katika familia katika mazingira ya nini? Ya upendo. Mazingira ya nini? Ya upendo na heshima. Upendo na nini? Na heshima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa maelekezo kwa kusema kwamba laisa minna man la yarhamu saghirana wa yuwakkiru kabirana. Si katika sisi yule ambaye hawahurumii wadogo na yule ambaye hawaheshimu nini? Wakubwa. Sasa jamani, elewa kwamba kwa hiyo katika kuishi kwetu na watu hawa tunaishi nao hali ya kuwa aliyekuwa mdogo tunafanya nini? Tunamhurumia. Mdogo tunafanya nini? Tunamhurumia. Tunaishi naye kwa nini? Kwa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlika. Lau wewe ungekuwa kwamba una roho mbaya. Una nini? Roho mbaya. Roho mbaya mnajua? Una roho mbaya, maneno mabaya, vitendo vibaya, basi watu wangefanya nini? Wangekukimbia. Sasa na sisi tunapoishi na jamaa zetu ambao hawa tunao karibu nao tunatakikana tuishi nao kwa hali ya kuwa nini? Ya upendo. Sasa upendo utapatikana vipi? Upendo utapatikana kwa kufanya nini? Yule aliyekuwa mdogo unafanya nini? Unamhurumia. Na aliyekuwa mkubwa unafanya nini? Unamheshimu. Unamhurumia na mkubwa unafanya nini? Unamheshimu. Mdogo utamhurumia vipi? Unamkuta mtoto kwa mfano, yupo mtoto mdogo amekuja, umemkuta kwamba ana gari yake ametengeneza, tairi lake limefanya nini? Limevunjika. Nini kumhurumia vipi? Analalamika. Unafanya vipi? Unafanya nini? Unamsaidia kutengeneza nini? Tairi lake ili endeshe nini? Endeshe gari lake. Nani anaendesha gari katika nini hapa? Nani kashawahi kutengeneza gari ile? Sisi tulikuwa tunatengeneza magari, tunakata viatu vile, tunafanya nini? Tunavitengeneza nini? Tairi. Sasa tairi limeharibika. Analia huyu mtoto, unafanya vipi? Unafanya nini? Unamhurumia. Na mkubwa unafanya nini? Unamheshimu. Kuheshimu ni vipi? Kwa mfano, mkubwa anapotokezea unafanya nini? Unaanza kumsalimia. Unaanza kufanya nini? Kumsalimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiagiza kwamba liusallimu saghira man alkabir. Mdogo aanze kumsalimia aliyekuwa nini? Aliyekuwa mkubwa. Kwa hiyo maisha yetu pamoja na jamaa zetu na ndugu zetu na watu wetu wa karibu tunaishi nao kwamba mdogo tunafanya nini? Tunamhurumia. Mkubwa tunafanya nini? Tunamheshimu. Kuna mtu ana swali hapa? Na Mtume aliishi na vipi wakwe? Mtume aliishi vipi na wakwe? Mtume aliishi vipi na wakwe? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi
na wakwe kwa kuwapa heshima na kuwapa miongozo na nini na maelekezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa naye huyu mkwe wake mmoja ambaye akiitwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib alimuoa binti wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima alaiha salam. Sasa alipomuoa akawa mfano, siku moja wamekaa Ali pamoja na nani na mke wake Fatima, wakaangalia kazi ngumu walizokuwa nazo nyumbani. Ali akamwambia Fatima, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumepatikana nini? Vijakazi. Hebu nenda kamwombe Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye nini? Awe ni mwenye kufanya nini? Awe ni mwenye kutupatia mmoja wala atusaidie kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha nini? Akawafundisha dhikri ambazo watakuwa wanafanya nini? Wanazifanya. Hilo litawapa wepesi katika nini? Katika majukumu yao. Kwa hiyo hivi namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na nini? Na wakwe zake. Inshallah tutakutana katika Sawaidul Ikhlas. Na maulama wema maduati ikhiwani wanaoongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende mrama.